Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tena katika mfululizo wa vipindi vyetu na masomo haya ya wito wa Bwana. Tunalo somo sehemu ya pili, wito wa kumtii Mungu. Tulikuwa na somo sehemu ya kwanza, somo lililotangulia, wito wa kumtii Mungu sehemu ya kwanza. Na kama hujapata nafasi ya kulifuatilia, tafadhali waweza kulirejea ili upate muunganiko kamili. Hii ni sehemu ya pili, wito wa kumtii Mungu. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, basi tualike uwepo wa Mungu tunapoomba. Na tuombe. Baba mwema, asante kwa fursa hii tena. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Tunakubali huduma ya malaika zako watakatifu. Mimi na mtazamaji na msikilizaji, tupatie yale mafunzo kwa usadikisho wa Roho. Tusaidie kuelewa kusudi la mapenzi yako. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amina. Karibu tuendelee na somo sehemu ya pili, wito wa kumtii Mungu. Kabla hatujaendelea na somo hili, ni kuletee nukuu hii muhimu ya pekee. Inatoka katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya pili. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya pili. Nabii anasema, wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Mwisho wa kunukuu. Wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, ukweli ni kwamba wamekwisha kukubaliana. Tunauona huo muunganiko, Rumi na Uprotestanti kule Marekani, na wakitaka kutumia nguvu yao ili dola ifuatishe mafundisho yao. Muunganiko wa serikali na dini, tunauona mchakato ukiendelea, uharakishwaji wa kutangazwa kwa sheria ya Jumapili. Hivyo basi, nabii anasema tunapoyaona hayo, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Huu ukweli wa wakati huu ni nini? Ndio huo unaosikia ukiitwa ukweli wa sasa, the present truth. Ukweli wa sasa unapaswa kuufahamu ni nini? Nabii anasema, hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Kwa kumbe katika roho ya unabii, ama katika historia ya unabii, ama historia ya kinabii, tunaweza tukatrace na tukafahamu mwaka huu 2025 katika historia ya kinabii kulingana na yanayotokea na namna yalivyotabiriwa, namna tunavyoona yakitimia, tumefika wapi. Nyumbani bado mbali kiasi gani? Taabu iliyo mbele yetu tumeikaribia kwa kiasi gani? Hayo mashindano tumeyakaribia kwa kiasi gani? Ndipo tunaambiwa walinzi sasa tupaze sauti zetu na kutoa ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa, the present truth. Katika masomo haya ya wito wa kumtii Mungu, ikiwa hii ni sehemu ya pili, tunaangalia sasa katika somo hili, Mungu atatusaidia kuelewa ukweli wa sasa ni nini. Na ndipo tutaelewa namna gani shetani anatumia mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato
kuhakikisha ananyamazisha ukweli wa sasa, kuhakikisha Waadventista wa Sabato hawauelewi ukweli wa sasa. Katika somo lililopita, yani wito wa kumtii Mungu sehemu ya kwanza, tulipata ushahidi katika roho ya unabii, nabii akisema na akituthibitishia ya kwamba mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mungu hatautumia kumaliza kazi, atauacha mfumo. Na kama kuna ushahidi huo katika roho ya unabii kwamba Mungu atauacha mfumo, tafsiri yake ni kwamba historia itajirudia. Kilichotokea katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 tuliangalia katika somo lililopita, kuanzia ule mstari wa 17 mpaka 28 na hatimaye ule wa 29, tukaona mitume wale wanafunzi wakihubiri Injili. Mfumo wa dini ya Kiyahudi ukawakamata na kuwaweka gerezani na kuwapiga marufuku. Ndipo wakasema imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Nini kilitokea katika mfumo ule? Tukaona ya kwamba Shetani aliwapofusha viongozi wa dini ya Kiyahudi. Kwa namna gani? Aliwaongoza kupuuzia nuru iliyofunuliwa kwao, akawaongoza kupiga hatua nyingine zaidi, kuupenda ulimwengu, hatimaye mioyo yao ikajaa tamaa ya vyeo na madaraka. Shetani akatia giza mioyo yao, hawakuiona nuru, na hatimaye mfumo Shetani akautumia kutekeleza kusudi lake la kunyamazisha mpango wa ukombozi usifunuliwe kwa wanadamu. Na Mungu alipoona mfumo umetekwa na Shetani, kumbuka mfumo ule ulikuwa umeanzishwa na Mungu, mfumo ukatekwa na Shetani, anautumia kunyamazisha na kuzuia kazi. Mungu akauacha mfumo, akachukua watu wanyenyekevu, walio tayari kujazwa Roho Mtakatifu, walio tayari kufundishika, waliofuata kila nuru iliyofunuliwa kwao, akawajaza Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, mvua ya vuli, wakahubiri mpango wa ukombozi. Ndipo Wayahudi na mfumo wao wanainuka kinyume chao. Historia itajirudia kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mbinu alizozitumia Shetani ni zile zile, mikakati ni ile ile. Hata leo viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato, Shetani hatua ya kwanza anayoifanya, mtego wake wa kwanza, jaribu lake la kwanza, ni kuwaongoza viongozi wetu wapuuzie roho ya unabii. Wale walikuwa na unabii hivyo hivyo katika magombo ya manabii kuhusu kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Sisi tunayo zawadi ya pekee, roho ya unabii. Ashukuriwe Mungu kwa maandishi ya Ellen G. White. Na yeyote anayesoma na kufuata kilichoelezwa na Mungu katika roho ya unabii atakuwa salama, hataweza kupotea kwa urahisi. Kwa hiyo kupuuzia roho ya unabii kumetufanya tupuuzie nuru iliyofunuliwa kwetu, na tukapigishwa hatua zaidi ya kwenda mbali katika uasi, hata tukajikuta tumejaza mioyo yetu tamaa ya vyeo na madaraka. Na hatimaye tumejikuta tunapambania vyeo na madaraka, tunasahau kusudi la mwito wetu mtakatifu. Na Shetani ametia giza mioyo ya viongozi wetu wengi, sio wote, wengi, wachungaji wengi, sio wote, na mpaka washiriki, hata tukashindwa kujua ukweli wa sasa. Tupate ushahidi katika roho ya unabii kwamba je, ni kweli kwamba kuna wakati Mungu ataachana na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, atashika hatamu ya kazi mikononi mwake mwenyewe? Imeandikwa hivi katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 171. Nasema UPH 2015 maana yake ninamaanisha Ufunuo Publishing House, toleo la 2015. Kama una kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, toleo lililochapa nje ya Ufunuo, nitashindwa kukuongoza, lakini tafuta kitabu hicho UPH 2015, ukurasa wa 171. Nabii anasema, hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo.
na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Siku za mwisho Mungu ataachana na mfumo, ataishika kazi mwenyewe na ataimaliza kazi mwenyewe katika namna na utaratibu ulio nje ya kawaida ya mambo, na atafanya kinyume na mpango wowote. Leo mfumo ndio unaoratibisha kazi ulimwenguni, na makao makuu ya kanisa General Conference ndio makao makuu ya kusimamia utume ulimwenguni. Lakini saa ipo na saa inakuja ambapo General Conference haitakuwa tena kituo cha kusimamia utume ulimwenguni. Badala yake ataachana na huu mfumo, Mungu atashika kazi yeye mwenyewe. Na tuliona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 19 na 20, tunamwona malaika akiingia gerezani baada ya kuwa wamefungwa wale mitume, wakizuiwa kuhubiri Injili, kutangaza mpango wa ukombozi. Shetani akifikiri ameshinda, malaika anawaambia ondokeni, twendeni. Akawatoa bila milango kufunguliwa, akawaambia nendeni hekaluni mkahubiri habari ya uzima huu. Hapo tunapata ushahidi ya kwamba kazi ilishikwa na Mungu mwenyewe. Huku mwisho historia itajirudia, Mungu ataachana na mfumo, kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Ndiye atakayemaliza kazi, tofauti na utaratibu uliozoeleka. Hakuna cha baraza la kanisa kukaa na kupanga mipango ya effort. Hakuna cha conference kuweka mikakati ya utume. Hakuna cha union wala division wala general conference kupanga namna gani tutapeleka utume kupitia ADRA, kupitia AWR, kupitia mitandao, kupitia vitengo mbalimbali. Hayo hayatakuwepo. Mfumo utaendelea kuwepo, na kwa sababu mfumo umeasi, Mungu atauacha, atashika hatamu ya kazi mikononi mwake mwenyewe. Wakati gani Mungu atauacha mfumo na kushika hatamu ya kazi mikononi mwake mwenyewe? Swali ni la msingi, kwa sababu leo wako watu ambao wameshajitenga na mfumo na wanafundisha watu kujitenga na mfumo, na wanaanzisha mifumo yao wenyewe mingine. Ni hivyo wapendwa, kwa mujibu wa unabii, mahali tulipofika ni kipindi ambacho hukumu kwa walio hai inayoanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato inafanyika, na hakuna atakayejua imemalizika lini, ila dalili zinaonyesha hukumu hiyo imeanza kwa mujibu wa unabii. Na ndicho kipindi cha watu wa Mungu kuandaliwa kabla ya Jumapili kutangazwa. Mkisikia sheria ya Jumapili imetangaza Marekani, rehema kwa Wasabato imefungwa. Katika kipindi cha muda mfupi namna hii, tuanze kujipanga na kutafuta mfumo mwingine, kujiunganisha Tanzania nzima, kuwaunganisha na wengine wa nchi zingine, kujiunganisha katika mikoa. Huo muda tunautoa wapi? Sioni nuru katika hili. Wakati gani Mungu atauacha mfumo? Ili ni swali la msingi kila Mwadventista anapaswa kulifahamu, ili tusiangukie pabaya. Maana shetani anapogundua ya kwamba tumeupata ukweli wa sasa, anatuongoza kupiga hatua. Japo tuna ukweli wa sasa, anatuongoza kutupeleka mbali, maana anajua tukifanya chochote kinyume na mapenzi ya Mungu, hatuna Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hata mwagwa kwetu. Kwa ni lazima utii uhitajike. Utii ni hoja ya msingi kama tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na utii tunatii kwa namna gani? Kulingana na hivi ndivyo asemavyo Bwana, katika roho ya unabii au katika Biblia. Mungu anasemaje? Amesema wapi? Sasa sikia. Katika kitabu hicho cha matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 171, nabii anasema yafuatayo: daima watakuwepo miongoni mwetu wale watakaotaka kuitawala kazi ya Mungu, wakiamuru kila hatua itakayofanywa wakati kazi inapoendelea chini ya utekelezaji wa malaika yule atakayekuja kuungana na malaika yule watatu katika ujumbe ambao hauna budi kutolewa kwa ulimwengu. Huyu malaika atakayekuja kuungana na yule malaika watatu ni yule wa Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1 kwenda mpaka wa 4, kama sio wa 5. Na hapa ni kipindi cha kilio kikuu, ujumbe wa malaika watatu.
utakaohubiriwa ulimwenguni baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani na kisha kwenda mataifa yote ulimwengu mzima. Wale ambao walijiandaa kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani, wale ambao walichunguza neno, wakimfuata Yesu kila endako, wakisoma neno, wakiomba na kutubu na kuungama dhambi, kwa mujibu wa Kolosai 1:27, Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu, ndiko kuhesabiwa haki bure kwa imani. Ni lazima Kristo akae ndani yetu. Kristo akikaa ndani yetu, hakuna dhambi tutakayoitenda. Tutaonekana ni spotless. Hatuna doa, hatuna dosari lolote. Sio kwa nguvu zetu, ila ni kwa sababu Yesu anakaa ndani yetu. Na ni lazima watu wa namna hiyo wawe wanyenyekevu, watu wa maombi, wanaosoma neno, wanasoma roho ya unabii, wanamtafuta Mungu kwa bidii, wanamfuata Yesu kila aendako, wanatafuta kufanana naye. Hayo ndio maandalizi yanayopaswa kufanywa kabla ya Jumapili kutangazwa Marekani. Ikitangazwa, ujue hukumu kwa Waadventista wa Sabato imemalizika. Rehema inafunguliwa kwa walio nje, rehema kwa Sabato imefungwa. Rehema inapofunguliwa kwa walio nje, kipimo chao ni Jumapili ama Sabato. Na hivyo basi, wale ambao walikuwa wameshajiandaa kabla sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani, hawa katika kanisa la Mungu, tutajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Ndipo kilio kikuu kitakapoanza. Kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wale, Mungu alishika kazi mikononi mwake baada ya kuwajaza mitume kwa Roho Mtakatifu na wale wanafunzi. Siku ya Pentekoste, siku ya 50 baada ya kufufuka kwake Yesu. Ndivyo itakavyokuwa huku mwishoni. Kazi itashikwa na Mungu nje ya mfumo, wakati mvua ya masika imemwagwa kwa watakatifu. Ndicho kilio kikuu. Hapa ndipo mahali ambapo Mungu atashika kazi mikononi mwake mwenyewe. Mfumo hatautumia tena. Kwa sasa hivi mfumo hautumiwi na shetani kwa asilimia zote, japo shetani ameuteka mfumo. Bado katika ugoigoi na uasi huo, bado yako mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Sio sasa kujitenga na mfumo. Hiyo nuru haitoki kwa Bwana. Ninawasihi mkarejee tena, mkajifunze tena, mioyo inayofundishika kwa maombi mengi, na Roho Mtakatifu atawafunulia ukweli huu, ya kwamba sasa sio wakati wa kujitenga na mfumo. Kujitenga na mfumo ni baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa ulimwenguni. Watakatifu watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kazi itashikwa mikononi mwa Mungu mwenyewe, na hapo hatautumia mfumo. Hatautumia mfumo. Hivyo ndivyo unabii unavyotuambia. Nukuu hii inaendelea kusema hivi: Mungu atatumia njia na vyombo ambavyo vitaonekana wazi kuwa anashikilia hatamu katika mikono yake mwenyewe. Hapa mfumo una kazi. Hakuna kutawala kazi tena. Kazi itashikwa na Mungu. Wakati gani? Wakati wa kilio kikuu. Watenda kazi watashangazwa kuona jinsi anavyotumia njia rahisi katika kukamilisha kazi yake ya haki. Katika ukurasa 176, matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, nabii anasema kutakuwa na udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu katika makanisa ya Waadventista wa Sabato, lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Katika udhihirisho wa uwezo huo, huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Wataona kitu fulani ambacho kwa upofu wao wanafikiri kuwa ni cha hatari. Kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao, nao watajiimarisha ili kupingana nacho. Kwa sababu Bwana hatendi kazi kulingana na dhana zao na matazamio yao, wataipinga kazi hiyo. Kwa nini? Watasema, tusimjue Roho wa Mungu wakati tumekuwa kazini kwa miaka mingi kiasi hiki. Kama ilivyotokea wakati ule Mungu ameshika kazi mikononi mwake alipomwaga mvua ya vuli, Roho Mtakatifu siku ile ya Pentekoste. Walipoanza kazi ya kuhubiri mpango wa ukombozi, viongozi ambao walikuwa wameasi na mfumo ulioasi wa Kiyahudi walifikiri ni kitu cha hatari kinachokuja, wakatafuta namna ya kuzima harakati zile. Wao hawakujua kwamba wanatekeleza kusudi la shetani, ila walijua ya kwamba wanataka kumsaidia Mungu kazi, maana hawa watu ni waasi, ni hatari.
historia itajirudia. Ndivyo itakavyokuja huku mwishoni, wakati mvua ya masika imemwagwa kwa hao waliojiandaa kabla Jumapili kutangazwa Marekani. Tutakapoanza kuhubiri kilio kikuu, mfumo wa kanisa kwa kuwa utaendelea kuwepo, na viongozi walioasi ambao walichekechwa wakaachwa na hawana Roho Mtakatifu, wataanza kupambana na vuguvugu hilo, wakifikiria kwamba kuna kitu cha hatari kinakuja, wakifikiria kwamba kinatishia usalama na kitaibua chuki ya madhehebu na serikali, kwa watakuwa wanaogopa mamlaka za kidunia, watataka kuzima harakati hizo. Haitawezekana kuzima. Hicho ndicho kipindi ambacho mfumo utakuwa hauna kazi tena. Sio kujitenga na kanisa sasa. Sio kujitenga na kanisa sasa. Nabii anaendelea kusema hivi katika Pambano Kuu UPH 2023, kama hauna UPH 2023, yani Ufunuo Publishing toleo la 2023, Publishing House, Ufunuo Publishing House ndio UPH toleo la 2023. Kama hauna hili, zingatia sura ya 38, onyo la mwisho. Katika kitabu hiki cha UPH 2023, hiki ni ukurasa wa 499. Nabii anasema, Bwana atatenda kazi kwa njia ya vyombo vinyenyekevu, akiongoza akili za wale ambao wamejiweka wakfu kwa ajili ya huduma ya Bwana. Watenda kazi watawezeshwa hususan kwa upako wa Roho Mtakatifu, kuliko kwa njia ya mafunzo katika vyuo vya elimu. Vyuo tunavyovisoma vya kitheolojia, elimu hiyo tunahitaji sasa, lakini elimu hiyo haitatumika wakati Mungu ameshika kazi mikononi mwake mwenyewe. Atawafunza watakatifu kwa mafunzo ya Roho Mtakatifu, tukiwa tumejazwa kwa Roho Mtakatifu. Watu wenye imani na maombi watabidishwa kutoka kwa juhudi takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu atawapa. Katika sura ya 38, onyo la mwisho, hapa nabii anaeleza habari ya ujumbe wa malaika watatu. Yule malaika wa Ufunuo 18 anapoungana na yule malaika watatu, onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, pamoja na nyongeza ya mambo mengine, takataka zote ambazo kanisa la Rumi linafanya na mengine mengi, yatahubiriwa sio kwa sauti ya chini, kwa sauti kuu, na maana inaitwa kilio kikuu. Sio kwa vificho kwa kuogopa mamlaka, kwa wazi, bila kupepesa macho. Katika kipindi hiki kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ushahidi tayari tumeupata katika roho ya unabii kwamba mfumo atauacha. Kwa nini auache kama mfumo huu haujaasi? Mfumo umeasi, ndio maana atauacha. Japokuwa umeasi, bado utajikongoja na Mungu ataubembeleza hivyo, saa itafika atauacha mfumo, atashika kazi mikononi mwake mwenyewe. Katika kitabu katika maandishi ya Ellen G. White, manuscript release gombo la 15, na hii unaipata nukuu katika Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa wa 171-172, UPH 2015. Nabii anasema, atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipoita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawashangaza wengi. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Kama ilivyokuwa katika kipindi kile alipochagua wale wavuvi, watu wanyenyekevu wa kawaida, ndivyo sasa Mungu anawapa mafunzo watu wanyenyekevu wa kawaida. Hawaiti maprofesa, hawaiti madaktari, sio wenye vyeo vikubwa, sio watu maarufu, sio mashuhuri. Japo katika hayo makundi wanaweza wakawepo ikiwa watakuwa miongoni mwa watakuwa na sifa hizo za unyenyekevu. Mungu anawaandaa hao watu kwa mafunzo kutoka mbinguni. Saa itafika wakati Jumapili mitangazwa ulimwenguni, watu hao watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kama wale wenzetu walivyojazwa mvua ya vuli, tutajazwa mvua ya masika, double portion. Wale walijazwa kwa ajili ya mianzo ya kazi, sisi tunajazwa kwa ajili ya kuhitimisha kazi. Kwa hiyo kazi itahitimishwa na Mungu mwenyewe na sio kwa mfumo. Sasa anasema watu wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Ni nini? Ukweli wa sasa ndio ujumbe tuliopewa wa Adventista wa Sabato.
Na katika somo hili tutaanza kuchambua huo ukweli wa sasa. Tutaona namna ambavyo tumepewa huo ukweli, alafu kanisa limeasi kwa kuacha huo ukweli wa sasa. Sababu za kuasi tutaziona, na nini tunapaswa kufanya tutaona hekima ya Mungu inavyotuambia. Kwa wale wasiotambua umuhimu wa ukweli wa sasa, watapitwa na kuachwa na hawatashirikishwa na wajumbe wa mbinguni. Kwa hiyo mfumo Mungu atauacha na atashika kazi mikononi mwake mwenyewe. Katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 14, neno linasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Wapo wanaosema, wakisoma hili fungu wanajipa moyo, wanasema kurudi kwa Yesu ni bado sana. Wanaangalia nchi ambazo Ukristo haupo. Wanaangalia nchi ambazo Yesu hajulikani. Na wanafikiri kwamba mfumo huu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, mpaka ukamilishe kazi hiyo ya kufika kila nchi, kila kijiji, kila kata, kila tarafa, kila wilaya, kila mkoa, kila nchi, katika kila lugha, jamaa na taifa, ndipo Yesu aje. Huku ni kutokuelewa muktadha wa fungu hili. Mfumo huu wa kanisa utaachwa. Utamalizeje kazi sasa? Mungu atashika kazi mikononi mwake mwenyewe. Watu waliojazwa mvua ya masika watahubiri injili kwa muda mfupi. Dunia yote itaangazwa na nuru kutoka mbinguni. Dunia itagawanywa katika makundi mawili: Jumapili na wafuasi wake, Sabato na wafuasi wake, yani Kristo na watu wake na Sabato yake, Shetani na watu wake na Jumapili yake. Ndipo sasa dunia inaandaliwa katika uhitimishwaji wa pambano kuu la zama zote. Kazi hiyo ikimalizika, Mungu akiwa ameshika hatamu mikononi mwake mwenyewe, rehema kwa ulimwengu wote inafungwa. Yesu anamaliza huduma ya maombezi patakatifu mbinguni. Ndipo sasa Yesu atavua mavazi ya kikuhani, akivaa mavazi ya kifalme kwa maandalizi ya kuja duniani mara ya pili. Kwa hiyo kuja kwa Yesu kumekaribia. Tunajuaje kama kumekaribia? Namna Marekani ilivyokaribia kutangaza sheria ya Jumapili. Kwa sababu tumeambiwa tunapoona harakati hizo zinazoendelea Marekani kwa mujibu wa unabii, tujue kwamba ule mwisho umekuja. Ule mwisho umekuja. Sasa basi, wapo wanaofikiri kwamba mfumo huu wa kanisa ndio utamaliza kazi kwa mujibu wa Mathayo 24:14. Hapana. Mfumo utaachwa, kazi itashikwa mikononi mwa Mungu akiwa amejaza watu wake kwa mafunzo kutoka mbinguni kwa upako wa Roho Mtakatifu. Kazi itamalizika na Yesu atakuja hivi karibuni. Wapo wenye mitazamo hii kuhusu mfumo wa kanisa. Wanasema, moja, kazi itamalizwa na mfumo wa kanisa. Wengine wanasema kila kinacholetwa na mfumo hakina makosa na ni sauti ya Mungu. Wengine wanaamini kuwatii viongozi kwa kila kitu ni kumtii Mungu. Wengine wanaamini, namba 4, tunapaswa kuwa watiifu kwa mfumo hata kama kuna makosa, maana Mungu atayaondoa yeye mwenyewe. Namba 5, tunapaswa kuamini kile kinachofundishwa na mfumo na tunapaswa kuchukua msimamo uliowekwa na mfumo wa kanisa. Namba 6, Shetani hawezi kuingilia mfumo wa kanisa. Mungu kamwe hawezi kuruhusu viongozi wa kanisa wachepushwe na Shetani, maana ni nyota mikononi mwake Mungu mwenyewe, anawaongoza. Kamwe Shetani hawezi kuingiza mipango yake katika kanisa la Mungu. Namba 7, kanisa halikosei, kila kitu kiko sawa. Pale GC ni Mungu tu ndiye anayeongoza, yote yatokayo juu hayana makosa kabisa. Namba 8, kuhusu mafundisho ya kanisa, tunapaswa kusubiri Mungu alifunulie kanisa lake zima na kukubaliwa katika vikao, ndipo itakuwa nuru ya kanisa zima. Kutokana na mtazamo huu uliopo kwa wengi, ndipo wanaamini ya kwamba mfumo huu wa kanisa utamaliza kazi, na yeyote anayeonekana kutoutii mfumo huu ameasi. Na kwa kuwa anaitwa ameasi, watu hawapaswi kumsikiliza. Ni hivi,
kwa habari ya ukweli wa sasa, sio nuru mpya. Hoja iliyopo ni hii: mfumo uliopo umeuacha ukweli wa sasa, the present truth. Na wako watu Mungu anawainua sasa kuwaambia watu turudi kwenye ule ukweli tuliouacha. Hawa wanaoambia watu turudi kwenye ule ukweli tuliouacha hawaleti nuru mpya, ila wanataka kanisa likumbuke nuru iliyofunuliwa kwao. Wanataka kuwarejesha watu kwenye kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, kwa mujibu wa Yuda 1:3. Sio kwamba wanaleta nuru mpya. Kwa hiyo hakuna fundisho jipya hapa. Tunachokieleza katika somo hili la wito wa kumtii Mungu sehemu ya 2, tunachokieleza hapa ni namna gani mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeacha ukweli wa sasa na kukumbatia vitu vingine. Ili kuwaje, ikaweje mpaka kanisa, mfumo wetu ukajifungamanisha na Umoja wa Mataifa. Katika nyaraka rasmi za kikanisa tunakiri ya kwamba kanisa limejifungamanisha na Umoja wa Mataifa. Kwa badala ya kutekeleza kusudi la Mungu la ukweli wa sasa, kuhubiri ulimwenguni, tunatekeleza mipango ya Umoja wa Mataifa. Wakati fulani inaonekana kama vile tunafanya kazi, lakini tumeuacha ukweli. Kwa wale wanaohubiri na kuambia watu warudi kwenye ule ukweli, hawapaswi kuitwa waasi. Kwa hapo tunaona kwamba kuna watu ambao ni watiifu kwa mfumo na kuna watu ambao ni watiifu kwa Mungu na neno lake. Kwa hiyo hawatii mfumo kama mfumo unawapeleka kwenda kinyume na Mungu. Wamechagua kumtii Mungu na neno lake. Hapo ndipo utofauti unapokuja. Kwa hiyo hata miongoni mwa wachungaji wapo wachungaji watiifu kwa mfumo, wanaotetea mfumo kwa nguvu zote, kwa gharama yoyote, wakijua kabisa kwamba mfumo uko sahihi, lakini kumbe mfumo umeasi. Na wako wachungaji ambao wanatetea ukweli wa Mungu, wakisimama na Mungu, na kwa namna hiyo wanakuwa kinyume na mfumo. Hawa wachungaji lazima waitwe waasi. Kwa nini? Kwa sababu wanaasi mfumo. Na ni sawa, wanaasi mfumo, lakini hawajamuasi Mungu. Sikia hii. Tumepata ushahidi katika roho ya unabii kwamba mfumo huu utaachwa na Mungu na kazi ataishika yeye mwenyewe, kama nukuu ambazo nimekwisha kukusomea, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Sasa kwa nini mfumo huu utaachwa na Mungu mpaka ashike kazi mikononi mwake? Nini kimetokea mpaka historia jirudie kwa uasi katika mfumo wa Kiyahudi, na sisi ionekane leo mfumo wetu wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi? Nini kimetokea? Ni kuuacha ukweli wa sasa. Mfumo wa Kiyahudi uliacha ujumbe ambao ulikuwa unataka waufahamu na wautangaze mpango wa ukombozi. Sisi tumeacha ukweli wa sasa. Sikiliza hii. Katika kitabu cha Evangelism, ukurasa 119 paragrafu ya 3. Evangelism 119 paragrafu ya 3, nabii anasema, kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wametengwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Kwao wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya muhimu mkubwa, tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hakuna kazi nyingine ya umuhimu mkubwa sana kama hii. Hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kunyonya umakini wao. Kwa hiyo ujumbe waliopewa Waadventista wa Sabato kama wabeba nuru, ujumbe unaotakiwa kuupeleka ulimwenguni, ujumbe tunaotakiwa kuupeleka ulimwenguni ni upi? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Huu ndio ujumbe tuliopewa. Onyo kwa ulimwengu
Huu ndio ujumbe tunaotakiwa kuukumbatia, kushikilia Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo tumetengwa katika dunia kwa kazi hii, na hakuna kazi nyingine inayotakiwa kupewa uzito kuliko hii. Chochote hakitakiwi kupewa nafasi ya kunyonya msukumo huu: ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Kama ujumbe huu umeishia kwenye makaratasi, tukisema mission statement yetu ni kuhubiri injili katika ujumbe wa malaika wa tatu, Ufunuo 14:6 mpaka 12, na wakati kiuhalisia hatutendi, maana yake tumekataa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, na hivyo kanisa litakuwa limeasi. Mfumo utakuwa umeasi. Japo katika mfumo huo watakuwepo waaminifu watakaosema hapana, ujumbe wetu ni malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, na wataendelea kuhubiri. Kwa sababu kanisa sio mfumo. Kanisa ni watu waaminifu katika zama zote, katika nyakati zote, tangu Adam mpaka Yesu anarudi. Wale waaminifu, watiifu kwa Mungu, hilo ndilo kanisa la Mungu. Kwa hiyo katika kanisa la Waadventista wa Sabato, ndani ya mfumo ambao Mungu aliuanzisha yeye mwenyewe kwa kusudi la kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, mfumo aliuanzisha Mungu ili kutekeleza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Miongoni mwa mfumo huu ambao ndio ulitakiwa uwawezeshe hawa waaminifu na watakatifu walibebe ili kusudi la ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, miongoni mwetu humu kuna ambao tumeuacha ujumbe na kuna ambao tunaushikilia ujumbe. Na kwa bahati mbaya sana, mfumo wa kanisa umesimama na wale waliouacha ujumbe. Hawa ambao wameushikilia ujumbe wanaitwa waasi, wanaitwa offshoots. Wanaonekana ni kama vile wana misimamo mikali. Kuna makundi hayo mawili. Kwa hiyo kusudi la kuanzisha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ilikuwa ni kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hapo ndipo tunapoweza kufahamu mfumo umeasi ama haujaasi. Na hiyo ndio sababu kwa nini Mungu atauacha mfumo huu, atashika hatamu mikononi mwake mwenyewe na kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu utahubiriwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu mfumo huu kanisa la Mungu limeshindwa kuutekeleza ujumbe ule. Kwa kama vile Mungu alivyouacha mfumo wa Kiyahudi, akawateua wachache, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu, akahubiri mpango wa ukombozi, ndivyo ambavyo huku mwisho atauacha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wachache waaminifu wanajazwa Roho Mtakatifu, wanahubiri kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Rehema inakoma, Yesu anakuja mara ya pili. Sikia hii katika kitabu cha Christ Object Lessons, COL 227 paragrafu ya kwanza, nabii anasema, Yohana katika Ufunuo anatabiri utangazaji wa ujumbe wa injili kabla tu ya ujio wa pili wa Kristo. Anamuona malaika akiruka katikati ya mbingu akiwa na injili ya milele ya kuwahubiria wale wanaoishi duniani, na kwa kila taifa na jamaa na lugha na watu, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Ufunuo 14:6 na 7. Katika paragrafu ya pili, COL Christ Object Lessons 227. Sasa paragrafu ya pili, nabii anasema, katika unabii onyo hili la hukumu, yani mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Onyo hili la hukumu pamoja na jumbe zake zilizoshikamanishwa. Jumbe zilizoshikamanishwa katika onyo hili la hukumu. Onyo la hukumu tunalipata ujumbe malaika wa kwanza, jumbe zilizoshikamanishwa na ujumbe malaika wa pili, ujumbe malaika wa tatu. Pamoja na jumbe zake zilizoshikamanishwa, linafuatwa na kuja kwa mwana wa Adam katika mawingu ya mbinguni. Tangazo la hukumu ni tangazo la ujio wa pili wa Kristo kuwa karibu. Na tangazo hili linaitwa injili ya milele. Tangazo la ujumbe malaika wa kwanza, ujumbe malaika wa pili, ujumbe malaika wa tatu linaitwa kwa pamoja, linaitwa injili ya milele.
injili ya milele. Kwa hivyo, mahubiri ya ujio wa pili wa Kristo, tangazo la ukaribu wake, linaonyeshwa kuwa sehemu muhimu ya ujumbe wa injili. Kwa hakuna namna utaeleza ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, usieleze hukumu, kwa maana ya kile kilichoanza 1844, mwanzo wa hukumu ya upelelezi, namna inavyoanza kwa wafu, inahamia kwa walio hai mwishoni na itakuwa ya muda mfupi. Kwa walio hai inaanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, ikimalizika kwa kanisa la Sabato, rehema imefungwa kwa Waadventista wa Sabato. Rehema inafunguliwa kwa ulimwengu Jumapili inapokuwa imetangazwa Marekani na hatimaye ulimwengu mzima. Ndipo Roho Mtakatifu anamwagwa kama mvua ya masika. Roho Mtakatifu anaongoza watu kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ndipo Yesu anakuja mara ya pili. Kwa hiyo basi, ujumbe tulionao wa Adventista wa Sabato, ujumbe malaika wa kwanza, ujumbe malaika wa pili, ujumbe malaika wa tatu, ndio huo unaoitwa the present truth, ukweli wa sasa. Kipindi cha tangu 1844 mpaka Yesu anarudi, ndicho kipindi ambacho ujumbe huu ndio ujumbe unaoitwa wa sasa. Katika miaka yote ni ujumbe wa sasa, ujumbe wa sasa, ujumbe wa sasa, ujumbe wa sasa mpaka Yesu anarudi. Malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa tatu. Na jumbe hizi zinatufanya kuelewa Yesu yuko wapi, anafanya nini, na baada ya hapo Yesu atakuja. Jumbe hizi zinatupa uelewa wapi tumefika katika historia ya kinabii na tunapaswa kufanya nini. Jumbe hizi zinatupa uelewa wa Adventista wa Sabato ya kwamba kuna pambano na limekaribia kwa namna gani sheria ya Jumapili. Onyo la malaika yule watatu linawataka wa Adventista wa Sabato wajifunze, waelewe mnyama ni nini, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama inafanyikaje, ili waepuke kuipokea. Yote hayo ndio ujumbe wa sasa. Ndio ujumbe wa sasa. Na ndio ujumbe tuliokabidhiwa wa Adventista wa Sabato. Ujumbe huu unapoachwa kuhubiriwa, tunaitwa waasi. Uasi sio kwamba wanaohubiri ujumbe huu ndio waasi. Wanaoacha kuhubiri ujumbe huu ndio waasi. Mfumo wa kanisa la Adventista sasa umeasi kwa sababu umeacha ujumbe, umeshikilia vitu vingine. Katika masomo haya tutajifunza na kuelewa. Ilikuwepo sehemu ya kwanza, wito wa kumtii Mungu, sehemu ya kwanza. Ili ni sehemu ya pili, wito wa kumtii Mungu, sehemu ya pili. Kuna sehemu ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6. Ukifuatilia mtiririko wote utaelewa namna mfumo wa kanisa la Adventista wa Sabato ulivyojifungamanisha na Umoja wa Mataifa, na ndipo ikawa mporomoko wa kuacha ukweli wa sasa. Shetani akawa ametushinda kwa namna hiyo, lakini ni kwa muda, maana kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Ataifufua mwenyewe katika wakati wa kilio kikuu, na injili ile ambayo shetani ameizuia itafika ulimwenguni kote. Na hatimaye kanisa, mfumo, linatekeleza mipango ya Umoja wa Mataifa. Na nitakupa ushahidi kwa mujibu wa roho ya unabii na kwa mujibu wa nyaraka rasmi za kanisa letu wa Adventista wa Sabato. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, mfumo huu shetani ameuteka na Mungu atauacha, na hatimaye kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo, sasa sio wakati wa kujitenga na mfumo. Kazi itashikwa na Mungu wakati wa kilio kikuu. Sasa unapojitenga, umekwenda nje ya kusudi la Mungu. Angalia katika mchekecho, katika pepeto, usije ukajikuta umeachwa. Katika maandishi ya Ellen G. White, Manuscript Release Volume 1, ukurasa wa 228, paragrafu ya 2, nabii anasema, Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 228, paragrafu ya 2, nabii anasema, kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Hili ndilo kusudi ambalo tunaanzisha na kudumisha nyumba zetu za uchapaji, shule zetu, sanitariums zetu,
migahawa ya usafi, vyumba vya matibabu na viwanda vya chakula. Hili ndilo kusudi letu katika kuendeleza kila njia ya kufanikisha kazi. Hili ndilo kusudi la uwepo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu ulikusudiwa kuwaandaa watu kusimama waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Hukumu hii ya upelelezi, namna inavyofanyika, inapomalizika kwa wafu inahamia kwa walio hai. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ushahidi unaonyesha kwamba hapa tulipofika sasa, hukumu kwa walio hai imeanza. Na hukumu hii kwa walio hai, kwa ushahidi wa roho ya unabii, inaanza kwa Waadventista wa Sabato. Inafanyikaje? Inawezekana ni mchungaji unahubiri, kiongozi wa kanisa unaendelea kusimamia vikao. Inawezekana unaendelea kupambania madaraka, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, unaendelea kupanga safu zako ili uchaguliwe kuwa kiongozi. Inawezekana ni mfanyabiashara, unaendelea na biashara, uko katika ofisi yako kama mtumishi na kadhalika. Saa usiodhani jina lako linaitwa. Linapoitwa mbinguni, kuna vitabu vitatu vinavyohusiana na hukumu. Kitabu cha uzima, tunaandikwa wote tuliomwamini Yesu. Kitabu cha kumbukumbu, yanaandikwa mabaya yote na dhambi zote tunazozitenda kwa uaminifu. Kitabu cha ukumbusho, yanaandikwa matendo yetu mazuri tunayoyatenda. Katika vitabu vitatu vinavyohusiana na hukumu, jina lako linapotajwa, rejea inayorejewa sio kwenye kitabu cha uzima, sio kwenye kitabu cha ukumbusho yanapoandikwa mambo yako mazuri, matendo yako mazuri, kwenye kitabu cha kumbukumbu zilipoandikwa dhambi zako. Kama iko dhambi hata moja hukuwahi kuungama, inatamkwa ya kwamba jina lako liondolewe kwenye kitabu cha uzima. Rehema imefungwa kwako. Linatajwa jina la mtu mwingine, jina la mtu mwingine, jina la mtu mwingine. Kwa ujumbe wa malaika watatu ulikusudia kuwaandaa Waadventista wa Sabato kusimama na kuandaa ulimwengu kusimama katika hukumu ya upelelezi. Kusimameje? Kusimama waaminifu. Yaani watu wakielewa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, watu watajua wanawezaje kuokolewa, dhambi zinaondolewaje kwao, watachukia dhambi, watasimama upande wa Bwana wakijinyenyekeza kuhakikisha ya kwamba Yesu ndani yetu, tumaini la utukufu, ndicho tunachokitegemea. Watahakikisha ya kwamba sura ya Yesu na tabia Yesu imeumbika kwao. Hilo ndilo kusudi la ujumbe wa malaika watatu. Ndipo utaelewa kwamba ujumbe huu ni tishio kwa shetani, kwa sababu anajua Waadventista wakilielewa hili kusudi, ufalme wake uko mashakani. Kwa sababu Waadventista wametengwa kama wabeba nuru. Kwa shetani akafanya kama vile Wayahudi alivyofanya katika ule mfumo, kuuteka mfumo na kuuelekeza kwingine, kutekeleza mipango mingine badala ya kutekeleza kusudi hili. Ndipo utaweza kuelewa kwamba mfumo umeasi kwa namna gani kwa habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu, namna ambavyo tumeutelekeza kama mfumo wa kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Nabii anasema hivi kwa wale wanaotumia Ellen G. White Estate, ile application kwenye simu ama kwenye kompyuta, nenda kwenye ile sehemu imeandikwa periodicals. Katika periodicals kuna makala inayoitwa Present Truth, kwa kifupi ni PT, ya Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8. Nabii anasema afuatayo: Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, the present truth. Ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ujumbe huu watu wakiufahamu, wakihubiriwa, wakifundishwa, wakilishwa, watashiba. Ujumbe huu ukiondoka, roho za thamani zinakufa njaa. Haijalishi tunahubiri, tunafundisha, maadamu tu hatufundishi ukweli wa sasa. Ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, roho za watu zinakuwa katika njaa. Nabii anasema Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa,
Ukweli wa kutiwa muhuri, yani ukweli wa sasa unawaongoza watu watiwe muhuri, waandaliwe kwa kutiwa muhuri. Chakula kwa wakati unaofaa, ukweli wa sasa ndicho chakula kwa wakati unaofaa. Timing, chakula kinacholetwa kwa wakati, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao, wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ikiwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ulikusudiwa, umetolewa kwa kanisa, umekusudiwa kutuandaa Waadventista na ulimwengu kusimama waaminifu kwa Bwana katika hukumu ya upelelezi, ujumbe huu unapoondolewa, maana yake ni kwamba mfumo unawaandaa watu kuto kusimama waaminifu kwa Bwana au kwa Mungu katika hukumu ya upelelezi. Nabii anasema aliona roho zenye thamani zikifa njaa, na alimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi. Kwa nini waharakishe? Kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima ama kwa mauti. Kinachozungumzwa hapo ni hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi ilianza 1844 na ilianza kwa wafu, wakati Yesu ameingia patakatifu pa patakatifu. Mwishoni huku, hukumu inapomalizika kwa wafu, inahamia kwa walio hai. Inapohamia kwa walio hai, inaanza kwa Waadventista wa Sabato. Kwa anaposema harakisha, na niseme hivi kwa muktadha sasa, nukuu hii ndio inatufaa zaidi, kwa sababu kwa mujibu wa roho ya unabii, dalili alizozitoa za kutujulisha ya kwamba tukiziona hiki, tukiona 1, 2, 3, tujue ya kwamba hukumu kwa walio hai kwa kanisa la Sabato imeanza. Zile ishara zote tulizopewa zimeonekana. Na ili ufahamu hizo ishara vizuri, waweza kurejea katika masomo haya ya wito wa Bwana. Kuna somo niliwahi kulitoa lenye kichwa kinachosema wito wa kuikabili hukumu. Katika somo hilo utapata ufafanuzi mpana. Ukweli ni kwamba mahali tulipofika sasa, hukumu kwa walio hai, kwa Waadventista wa Sabato inaendelea. Kwa wakati huo sealing inafanyika. Yani watu wanawekwa muhuri, wanawekwa alama maalum kwa ajili ya kupokea mvua ya masika. Wakati huo mchekecho unafanyika. Ujumbe ushuhuda wa shahidi mwaminifu unatolewa, onyo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na wako wajumbe wamesambaa kila mahali. Nani wajuae, pengine ujumbe huu unaousikia ndio ushuhuda wa shahidi mwaminifu. Likionywa kanisa la Waadventista wa Sabato limelala usingizi, limepigwa upofu, limewacha ujumbe ambao ni chakula cha sasa, ukweli wa sasa, ukweli wenye thamani, na kuacha watu wakiwa wamekufa njaa. Onyo linatolewa. Wale watakaosikia onyo hilo na kuona kabisa kwamba hii sio sawa, kuna kitu hakiko sawa, huu ni ujumbe kutoka mbinguni, wakaamua kutubu na kuungama dhambi na kufanya matengenezo na kumlilia Mungu, watatiwa alama. Sealing inafanyika. Katika pepeto hawataachwa. Wale watakaojitokeza na kuanza kupinga na kunyoosha vidole, huyo ni muasi, huyo ni muasi, ni hivi na hivi, wanakataa, wanaachwa. Hata kama bado wako kwenye madaraka, wako kanisani, ni wachungaji, ni washiriki, wanaendelea kuimba kwaya, wanafanya majukumu ya kanisa, lakini tayari imeamuliwa ya kwamba ameachwa nje. Jumapili kitangazwa Marekani, mateso yatakapoanza, watu hao walioachwa wataungana na adui, watapokea alama ya mnyama. Watakaopitia sealing, watakaokuwa wamehifadhiwa, wamewekwa alama maalum, wamethibitishwa, ndio watapokea mvua ya masika. Mfumo utaachwa, kazi itashikwa mikononi mwa Mungu mwenyewe, akiuangazia ulimwengu kwa miale ya nuru kutoka mbinguni. Kwa ujumbe huu kutoka katika periodical Present Truth, Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, ujumbe huu tunauhitaji sasa. Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni nini?
ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu unatupatia uelewa nini kilitokea 1844. Yesu yuko wapi sasa? Anafanya nini? Mahali tulipofika, tumefika wapi katika historia ya kinabii? Tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kujiandaeje kutokupokea alama ya mnyama? Tunapaswa kujiandaeje kwa ajili ya mvua ya masika? Tunapaswa kusimama kwa namna gani wakati wa hukumu ya upelelezi? Na ujumbe huu ndio unaotokea kwenda ulimwengu mzima. Ujumbe huu unapoachwa, kundi linabaki na njaa. Hakuna chakula, maana ghala limefungwa, ama chakula kimeharibiwa. Shetani yuko kazini akizuia ukweli wa sasa. Nabii anasema ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima ama kwa mauti. Cha kushangaza na cha kusikitisha, Mungu anatuma wajumbe wepesi kuambia watu turudi kwenye ukweli wa sasa, kuwaeleza watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, kuambia nini kilitokea 1844, hukumu ya upelelezi inafanyikaje, namna gani wanapaswa kufahamu mnyama, kufahamu sanamu inaundwaje ya mnyama, wanapaswa kufahamu alama ya mnyama ni nini na kujiepusha na kuto kuipokea. Wanapohubiri, mfumo unasimama kinyume cha hao na wanawaita kuwa ni waasi. Mfumo unapinga kazi ya Mungu sasa. Mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato unapinga. Ni hivi, mimi nimechagua kusimama na ukweli wa Mungu. Ukweli huu una thamani kuliko uhai wangu. Labda hujalisikia vizuri, ngoja nirudie tena. Ukweli huu una thamani kuliko uhai wangu. Ndipo unaweza ukaelewa kwamba ninaweza kuacha ukweli huu, nikatetea ajira yangu, niendelee kubaki napokea mshahara kama mchungaji, kwa sababu mfumo unanitaka ninyamaze, niache kuusema ukweli huu. Hapana. Ni afadhali nisimame na ukweli huu wa sasa. Ukweli huu ni wa thamani kuliko hata uhai wangu. Katika Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 59, paragrafu ya pili. Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 59, paragrafu ya pili. Nabii anasema hivi: ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule wa tatu, ukifuatwa wa kwanza na wa pili. Kwa kifupi ni kwamba katika Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 59, paragrafu ya pili, nabii anachosema, ukweli wa sasa unajumuisha jumbe. Jumbe hizo ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Huo ndio ukweli wa sasa, the present truth. Kwa bahati mbaya sana, kuna watu wana allergy na neno hili, the present truth. Wakilisikia hili neno, wanahusianishwa na waasi. Ni hivi, acha niitwe muasi, ila ninachojua ni kwamba nimeuasi mfumo, kwa sababu mfumo unanitaka nisifundishe ukweli wa sasa. Ila sijamuasi Mungu, kwa sababu Mungu anataka niufundishe ukweli wa sasa. Kwa hiyo haijalishi wanadamu wanakuita muasi, maadamu Mungu anasema huyu ni mtumishi wangu mwaminifu, hiyo peke yake imetosha. Hiyo ni faraja. Kwa hiyo, ndugu zangu, mtazamaji na msikilizaji, ukweli huu wa sasa, kuna nukuu nitakusomea ya kwamba kama sio somo hili, masomo yanayofuata, ujumbe wetu ni wa kufa au kupona. Our message is a life and death message. Ujumbe wetu ni wa kufa ama kupona. Huu ukweli wa sasa ni vita. Ndio msingi wa pambano
Shetani amekazana, amechachamaa, amekasirika. Hataki ujumbe huu, maana ujumbe huu unauangazia ulimwengu. Na watu wanaelewa mpango wa ukombozi. Wanaelewa dhambi inaondolewaje ndani yao. Watu wanaelewa Yesu yuko wapi, anafanya nini. Wanaelewa wapi tumefika katika historia ya kinabii. Shetani hataki hicho kitu. Sikia hii. Katika kitabu cha R. Writings, ukurasa wa 63 paragrafu ya pili. R. Writings, ukurasa wa 63 paragrafu ya pili, nabii anasema, lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika kwa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Maana yake ni kwamba kuhusu patakatifu katika uhusiano na siku 2300, yani sio patakatifu yote unaweza ukajifunza, lakini ujumbe wa sasa unahusisha patakatifu katika uhusiano na siku 2300. Maana yake kile kilichotokea 1844 wakati unabii huu mrefu unapokoma, Oktoba 22, 1844, Yesu alipoanza huduma katika chumba cha pili patakatifu pa patakatifu. Kile anachokifanya Yesu patakatifu pa patakatifu mpaka anarudi, ndicho ambacho tunatakiwa kukifahamu. Kwa hiyo patakatifu tunataka tufahamu kile kilichoanza 1844 ambacho ni hukumu ya upelelezi. Amri za Mungu na imani ya Yesu. Ukisikia amri za Mungu na imani ya Yesu unaipata wapi? Ni Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 12. Ni mwisho, fungu linalohitimisha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Yohana 14 mstari wa 6 mpaka wa 12. Fungu la 12 ndipo tunapopata amri za Mungu na imani ya Yesu. Pale inaposema hapa ndipo penye subira ya watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa lugha nyingine ni kwamba inatupeleka kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Alafu nabii anasema masomo haya, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, katika uelewa wa patakatifu katika uhusiano na siku 2300. Uelewa huo, masomo hayo ndiyo yanayohusisha yanayoitwa the present truth, ama ukweli wa sasa. Na masomo haya nabii anasema yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita. Kuna watu wanabeza habari ya kina William Miller. Kasome tena kitabu cha Pambano Kuu, utaelewa kwamba William Miller alikuwa ni mtumishi wa Mungu na lile vuguvugu lilianzishwa na Mungu mwenyewe. Tutaelewa vuguvugu la marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha, na masomo hayo yataimarisha imani ya wenye mashaka. Masomo hayo yatatupatia uhakika kwa utukufu ujao. Alafu nabii anasema haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukaiwa kwa. Maana yake ni kwamba kila hubiri, kila fundisho liguse masomo haya, lihusu masomo haya. Hujanielewa bado? Ni hivi, hata majuma ya maombi, juma la maombi la vijana ingepaswa kuwa inahusu masomo haya. Juma la wana wa kike, juma la maombi la watoto, sijui juma la kaya na familia, juma la uwakili, kwenye mikutano yetu ya makambi, kwenye majuma ya uamsho, kwenye shule zetu, kwenye taasisi zetu zingine zote, katika vituo vyetu vya habari, redio, television, kwenye mitandao ya kijamii. Masomo haya ndiyo yalipaswa kurudiwa na kurudiwa na kurudiwa na kurudiwa. Lakini
kama nukuu iliyotangulia tulivyosoma ya kwamba roho zenye thamani nabii aliziona zinakufa njaa, ni kwa sababu chakula hiki kimefichwa, adui amekificha. Kwa kanisa tuna utapia mlo kwa sababu chakula, lishe tulioandaliwa kutoka mbinguni, lishe bora, balanced diet, shetani ameiba, ametupatia chakula kingine. Kwenye mikutano yetu ya makambi tunahubiri na tunafundisha nini? Kwenye majuma yetu ya uamsho tunahubiri na tunafundisha nini? Majuma ya uwakili, kaya na familia, majuma ya vijana, ya watoto, ya wana wa kike, tunafundisha nini? Kwenye mikutano yetu yoyote tunafundishana nini? Siku za Sabato tunahubiriana nini? Jumatano tunafundishana nini? Siku ya Ijumaa kufungua Sabato tunafundishana nini? Yani hayo ndio yalipaswa kuwa masomo yanayofundishwa. Sababu kwa nini hatuyapati hayo? Shetani alielewa kuwa hiki ni hatari kwa ufalme wake. Kama alivyoteka mfumo wa Wayahudi, ameuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ameondoa chakula lishe, chakula bora, ametupatia mambo mengine. Kwa hiyo kupitia mfumo kutoka juu mpaka chini, yanatiririka, yanakuja masomo, zinakuja lesoni. Sisemi kwamba lesoni ni mbaya, mpendo, usininukuu vibaya. Lesoni hata mimi ninaisoma, sina mtazamo huo. Lesoni inayokuja ya kwamba sasa tunasoma somo hili. Je, somo hiyo lesoni imecontain ujumbe wa sasa? Kama haija contain ujumbe wa sasa, sio ya kusoma, maana sio chakula cha wakati huu. Kesha la asubuhi ni roho ya unabii. Tumeambiwa kwamba mfumo umetutengenezea kwamba tutakuwa tunasoma kitabu hiki asubuhi. Ni sawa, na makesha ninayasoma ni roho ya unabii. Lakini je, yamecontain ujumbe wake? Ni ukweli wa sasa? Ni chakula cha sasa? Ndipo utaona mfumo namna ambavyo shetani anauwajibisha kutupatia lishe ambayo sio ukweli wa sasa. Roho zenye thamani zinakufa njaa. Mfumo umetengenezwa hivyo. Nikiitwa muasi ninakubali kwa sababu nimeuasi mfumo ambao umeasi ujumbe wa Mungu. Nikiitwa muasi kwa sababu hiyo ni sawa, lakini nina uhakika sijamuasi Mungu, maana Mungu ndiye anataka ujumbe huu tuufundishe. Hizi nukuu zote nilizosoma sijaziandika mimi. Katika L Writings ukurasa wa 63 paragrafu ya kwanza, nabii anasema hivi: kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu. Vivyo hivyo hata katika roho ya unabii kuna kweli nyingi za thamani katika roho ya unabii. Lakini ni ukweli wa sasa, the present truth. Unahusisha nini? Ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Hiyo ndio package, ndio balanced diet kutoka mbinguni. Ndicho chakula cha kuwalisha watu wa Mungu ndani na nje. Ukweli wa sasa. Anasema lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Mchungaji, unahubiri nini? Unafundisha nini? Hicho unachokifundisha ni sawa, ni ukweli katika maandiko, maana maandiko yana kweli nyingi. Sawa, ni roho ya unabii, maana roho ya unabii pia ina kweli nyingi. Lakini Mungu anachotaka watu wake walishe ni ukweli wa sasa. Ninakusihi kwa rehema zake Mungu, kajifunze uelewe ukweli wa sasa ni nini. Nenda kafundishe watu wa Mungu ukweli wa sasa. Huu ni wito mtakatifu, ni agizo kutoka kwa Bwana. Lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa, kuunganisha kundi na kutakasa roho. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Nabii anasema alioneshwa wajumbe, wahubiri, wafundishaji, viongozi wa kanisa wakisisitiza msukumo wao sio kwenye ukweli wa sasa. Aliona wajumbe wakikimbia kutoka kwa mambo ya muhimu, yani wanakimbia, yani kutoka, manake wanauacha ukweli wa sasa huku wanakimbilia mambo mengine.
wanakaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Mungu anatutaka turudi kwenye ukweli wa sasa. Haijalishi mfumo umetuwajibisha kukataa ukweli wa sasa kiasi hicho, haijalishi umetekwa na shetani, wewe fundisha. Wakikuita muasi, ni afadhali wanadamu wakuite muasi, lakini mbele za Mungu wewe ni shujaa wa imani. Unaishindania imani uliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na lazima gharama iwepo. Ukristo ni gharama, kuufuata ukweli ni gharama, kusimama upande wa Yesu ni gharama. Wakati fulani itakubidi hata upoteze ajira yako. Itakubidi utukanwe. Itakubidi usalitiwe. Itakubidi wakati mwingine hata kuuawa. Lakini kama utauawa kwa sababu ya kuutetea ukweli, imeandikwa, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, maana matendo yao yafuatana nao. Kuliko kukataa ukweli wa Mungu, na nuru imefunuliwa kwangu, nimeufahamu ukweli ni huu, na Mungu anataka hivi, kwa sababu nataka nilinde ajira, kwa sababu nataka nilinde nafasi, kwa sababu nataka nipewe upendeleo. Ninatetea mfumo badala ya kutetea ukweli. Ni hivi, wachungaji wenzangu, wahubiri wa injili, wainjilisti, viongozi wa kanisa, kutetea mfumo wa Waadventista, wa kanisa la Waadventista wa Sabato kwamba haujaasi, itahitaji nguvu kubwa, napo hautakuwa na ushahidi. Ukweli ni kwamba mfumo umeasi. Lakini wito wangu ni huu, hatupaswi kujitenga na mfumo sasa. Kama ilivyotokea wakati ule, kazi ilishikwa katika mikono ya Mungu mwenyewe alipomwaga mvua ya vuli siku ya Pentekoste. Ndipo akawatuma wajumbe waliokuwa wamewaandaa kuhubiri mpango wa ukombozi. Ndivyo itakavyotokea hapa mwisho. Na muda si mrefu, sio mbali kutoka sasa, hilo litatokea kwa mujibu wa roho ya unabii, ya kwamba watu waaminifu watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Kazi itakaposhikwa na Mungu mwenyewe, hapo ndipo mfumo utakuwa hauna kazi. Sasa hivi bado Mungu anajikongoja nao, anaukongoja mfumo. Lakini tunapaswa kufahamu ya kwamba mfumo umeasi. Katika Selected Messages gombo la kwanza, ukurasa wa 124 paragrafu ya 3, nabii anasema, Selected Messages gombo la kwanza, ukurasa wa 124 paragrafu ya 3, nabii anasema, tuko katika siku kuu ya upatanisho. Hapa napo anarejea hukumu ya upelelezi. Yaani lugha tu inabadilika, lakini nabii anacheza mle. Tuko katika siku kuu ya upatanisho, wakati dhambi zetu kwa kukiri na kutubu zitatangulia kwenye hukumu. Mungu hakubali sasa ushuhuda usio na roho kutoka kwa watumishi wake. Ushuhuda kama huo haungekuwa ukweli wa sasa. Yaani tuko katika siku kuu ya upatanisho, hukumu ya upelelezi. Ndiyo hiyo nabii anaeleza. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, malaika wa tatu, ndio unatuleta kwenye uelewa wa Yesu yuko wapi, aliingia hapo lini, anafanya nini kinaendelea. Anasema, nabii anasema, tuko katika kipindi hiki cha upatanisho, wakati dhambi zetu kwa kukiri na kutubu zinatakiwa zitangulia kwenye hukumu. Alafu wako watu wajumbe wanahubiri mambo laini ya kuwafurahisha watu, ya kuwapendeza watu, ya kuwatia moyo watu. Sawa, hubirini amani, lakini si amani. Nabii anasema, shuhuda kama hizo kutoka kwa wajumbe hao hazina Roho Mtakatifu. Yaani sasa shuhuda zenye Roho Mtakatifu ni ukweli wa sasa. Kumbuka ni ukweli uliotangulia tumesoma. Nabii anasema ukweli huu wa sasa, masomo hayo yanayohusu ukweli wa sasa, ndicho chakula cha sasa, ndio ukweli unaotakiwa sasa. Na yeyote anayefundisha hayo, Roho Mtakatifu analeta ushuhuda wa ukweli huo. Yaani tunahakika Roho Mtakatifu anaongoza. Lakini yeyote anayefundisha kinyume na ukweli wa sasa, analeta ushuhuda usio na roho. Hivyo ndivyo nabii anavyosema.
Naendelea kusoma nukuu selected messages gombo la kwanza ukurasa 124 paragrafu ya 3. Nabii anaendelea kusema, ujumbe wa wakati huu lazima uwe chakula kwa wakati wake ili kulilisha kanisa la Mungu. Chakula kwa wakati wake. Yaani tuko katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafahamu hukumu ya upelelezi. Na wakifahamu hukumu ya upelelezi watafahamu rehema inafungwaje kwa Waadventista wa Sabato. Watafahamu dhambi inaondolewaje ndani yao. Watafahamu kumbe kuingia mbinguni ni lazima tuwe spotless. Tuwe hatuna dosari lolote. Watafahamu. Huo ndio ukweli wa sasa. Na hicho ndicho chakula cha sasa. The balanced diet kutoka mbinguni. Lishe ya kiroho tulioandaliwa. Shetani amepora chakula chetu. Na ametupatia chakula kisichotufaa kwa afya zetu za kiroho. Nabii anaendelea kusema, lakini shetani amekuwa akitafuta hatua kwa hatua kuunyang'anya ujumbe huu uwezo wake ili watu wasio tayari kusimama katika siku ya Bwana. Shetani amekuwa akitafuta hatua kwa hatua kuiba, kunyang'anya uwezo wa ujumbe huu, ujumbe wa sasa. Na katika mfululizo wa masomo haya, hii ni sehemu ya pili. Wito wa kumtii Mungu, kutakuwa na sehemu ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6. Katika mfululizo wa masomo haya utafahamu ya kwamba hatua kwa hatua shetani alivyokuwa anatafuta kuiba ujumbe huu mpaka alipofanikiwa kuwarubuni viongozi wa General Conference mwaka 1985 walipokubali kujiunga na Umoja wa Mataifa. Hapo ndipo ukweli wa sasa ulipopotelea polini. Maana ikabidi sasa watekeleze mipango, au mfumo sasa unatekeleza mipango ya Umoja wa Mataifa. Huu ni ukweli mchungu. Imenipa wakati mgumu mpaka kukubali kuusema ukweli huu, lakini hakuna namna, Mungu anasukuma usemwe. Na nitakupa ushahidi katika roho ya unabii na katika makala ama machapisho ya kanisa letu wa Adventista wa Sabato. Kwa shetani amefanikiwa kunyang'anya ukweli huu. Katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 10 paragrafu ya 3. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 10 paragrafu ya 3, nabii anasema, nafsi zinaangamia kwa kukosa maarifa. Kule nukuu nyingine nabii anasema roho zenye thamani zinakufa njaa. Lugha tu inabadilishwa. Nabii anacheza mle, hoja ni ile ile. Hapa anasema nafsi zinaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa gani? Maarifa ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ambapo maarifa hayo yangewafanya watu waelewe ukweli wa sasa, kwa maana ya kuandaliwa kusimama katika siku ya hukumu ya upelelezi. Maarifa hayo 1844 kilitokea nini? Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Hukumu kwa wafu inafanyikaje? Hukumu kwa walio hai inafanyikaje? Rehema, dalili za kufungwa kwa rehema kwa Adventista wa Sabato zikoje? Mnyama na sanamu yake na alama ya mnyama vikoje? Vinafanyikaje? Tunaepukaje kupokea alama ya mnyama? Hayo ndio maarifa, na huo ndio ukweli wa sasa. Anasema nafsi zinaangamia kwa kukosa hayo maarifa. Wale ambao wamekuwa na nuru ya ukweli wa sasa na bado hawahisi roho ya kazi ya kuwaonya wanadamu wenzao juu ya hukumu inayokuja, lazima watoe hesabu kwa Mungu kwa kupuuza kwao wajibu huo. Damu ya nafsi hizo itakuwa juu ya mavazi yao. Mimi ninanawa mikono. Sitaki damu za ndugu zangu zidaiwe kwenye mavazi yangu, kwenye mikono yangu. Hapa hukumu itawahusu wale wanaojua ukweli wa sasa, lakini hawawaoni wenzao, hawawaambii wenzao. Wanaogopa mfumo, wanaogopa kufukuzwa kazi, wanaogopa kuambiwa wameasi, wanaogopa kupata kuondolewa fadhila za kimfumo. Ni hivi, kama unaufahamu ukweli wa sasa, mchungaji, kiongozi wa kanisa, na umenyamaza, mimi sijaandika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 kurasa wa 10 paragrafu ya 3. Nabii ameandika kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Na unajua, kwa mujibu wa roho ya unabii, Biblia na maandishi ya Ellen G. White, mwandishi wake ni mmoja, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupinga ama kukataa ni kukataa ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Na huo ni uasi.
Je, tunyamaze kimya? Tusihubiri? Hapana. Tusipohubiri, tusipowaonya wenzetu, tusiposaidizana, mtu huyo akiangamia, damu ya mtu huyo ama ya watu hao itatakwa mikononi mwetu. Pambano Kuu UPH 2023, hii ni sura ya 37. Maandiko ni kinga. Ninasoma ukurasa wa 493. Kwa wale wanaotumia Pambano Kuu cha Kiingereza ni GC, ukurasa wa 598, paragrafu ya pili. GC 598, paragrafu ya pili. Nabii anasema, ni wajibu wetu wa kwanza na wa juu kabisa wa kila mtu mwenye akili kujifunza kutoka katika maandiko kile ambacho ni ukweli. Ukweli gani? Ukweli wa sasa, chakula kwa wakati huu. Na halafu kutembea katika nuru. Nuru gani? Nuru ya ukweli wa ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, na kuwatia moyo wengine wafuate mfano wake. Inatupasa siku kwa siku kujifunza kwa bidii, kujifunza Biblia kwa bidii, tukipima kila wazo kwa kulinganisha andiko kwa andiko. Kwa msaada wa Mungu, inatupasa kujenga maoni kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa kuwa itatupasa kujibu wenyewe mbele ya Mungu. Kasome sura ya 37. Maandiko ni kinga ya Pambano Kuu. Ndugu zangu, ni dhambi kuweka imani kwa wachungaji. Ni makosa kuweka imani kwa viongozi wa kanisa. Na vile mfumo umeasi. Unajuaje? Maana wapo wachungaji, wapo viongozi wa kanisa wamejitoa kuutetea mfumo. Wanaogopa kuitwa waasi. Wanaogopa kuondolewa fadhila za kimfumo. Wanaogopa kufukuzwa kazi. Maana ukweli wa sasa kanisa hautaki uhubiriwe. Kwa hiyo wanapinga ukweli wa sasa. Usalama wetu pekee sasa ni kuweka imani kwa neno la Mungu. Na hapa nabii anatuambia ni wajibu wetu wa kwanza na wa juu kabisa wa kila mtu mwenye akili. Si unazo akili, mtazamaji na msikilizaji? Nina hakika unazo. Kila mtu mwenye akili kujifunza kutoka katika maandiko kile ambacho ni ukweli, na halafu kutembea katika nuru na kuwatia moyo wengine wafuate mfano wake. Inatupasa siku kwa siku kujifunza Biblia kwa bidii, tukipima kila wazo. Kama umemsikia mchungaji anasema miaka 6,000 haipo, rudi kwenye roho ya unabii, rudi kwenye Biblia, linganisha andiko kwa andiko, nukuu kwa nukuu. Je, anachokisema ni sawasawa ama anautetea mfumo uliokataa miaka 6,000? Ukisikia mchungaji anasema sheria ya Jumapili iko mbali sana, achaneni na hao offshoot, wanatishatisha watu, unasema afadhali mchungaji fulani mbona amesema hivi. Sikiliza, hakuna cha afadhali. Rudi kwenye Biblia, soma mwenyewe, anachokisema kiko sawa sawa. Wako wapi wa Beroya leo? Waadventista wa Sabato tumekoma kuwa wa Beroya. Tunasubiri kuwa kama makinda ya njiwa kuletewa chakula katika vinywa vyetu. Hatujibidiishi kuchunguza na kutafiti. Hii ni ishara ya hatari. Maandiko ni kinga, ukurasa wa 490, GC 595, paragrafu ya pili. Ni sura 37. Shetani anajitahidi daima kuvuta usikivu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Anawaongoza watu watazame maaskofu, wachungaji, maprofesa wa teolojia kama viongozi wao, badala ya kuchunguza maandiko ili wajifunze wajibu wao wenyewe moja kwa moja. Ndipo kwa kutawala na kuongoza akili za hawa viongozi, anaweza kutawala watu wengi kulingana na matakwa yake mwenyewe.
hivi karibuni wamejitokeza wachungaji kwenye mitandao ya YouTube, huko mitandao ya kijamii huko YouTube, wanakanusha miaka 6,000 kwamba haipo. Wanakanusha jumbe hizi. Na wengine ni maarufu, wana wafuasi wengi. Neno la Mungu linasema Shetani anajitahidi daima kuvuta usikivu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Kwa kama unamwamini mchungaji fulani ndiye msema ukweli, wewe utaingia kwenye mtego wa Shetani. Ni hivi, hata mimi ninayoyasema haya haupasi kuamini, ni mpaka umekuwa na uthibitisho ya kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Nukuu ninazozitaja, kama unatazama kwenye simu utaona nukuu ikipita hapo. Unapoona nukuu imepita, unaweza ukafanya ile screenshot alafu uifuatilie ile nukuu wenyewe, ama ukaandika pembeni ili ujithibitishie ndivyo ilivyo. Hatuna usalama kwa kuweka imani kwa maprofesa wa teolojia, kwa wachungaji, kwa viongozi wa kanisa. Sio mimi nimesema, kalamu ya uvuvio, Roho Mtakatifu akimtumia nabii wake. Labda kama tuamini manabii wa Mwenyezi Mungu, labda kama tuamini kwamba Ellen G. White ni nabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu, lakini kama tunaamini aliyoyasema ni amini na kweli na ni sauti ya Mungu. Maandiko ni kinga tena, sura ya 37, UPH 2023, ukurasa wa 490. GC kile cha Kiingereza, The Great Controversy, yani GC, ukurasa ni 594, paragrafu ya 2. Nabii anasema, hukumu za kutisha zinazotangazwa dhidi ya ibada ya mnyama na sanamu yake, Ufunuo 14:9-11, zinapaswa kuwaongoza wote katika kujifunza kwa bidii unabii na kuelewa ni nini alama ya mnyama na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Maelezo laini, jumbe laini za kuwafurahisha watu. Wanageuza masikio yao kutoka kusikiliza ukweli wa sasa, wanageukia hadithi za kubuni. Jambo hili linasikitisha sana. Kwa hiyo Mungu anatutaka tufahamu mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, itaundwa lini, ishara tulizopewa za kuundwa sanamu ya mnyama, alama ya mnyama ni nini, inafanyikaje, namna gani tunaweza kuepuka alama ya mnyama. Hilo ndilo hitimisho la ujumbe wa malaika yule wa 3. Ufunuo 14:9-11. Na ujumbe huu wa malaika wa 3 umeunganishwa na ujumbe wa malaika wa 2 na malaika wa kwanza. Jumbe hizi, malaika wa kwanza, wa 2 na wa 3, ndizo jumbe zinazobeba masomo muhimu ya ukweli wa sasa. Na ukweli huu wa sasa ndicho chakula cha wakati huu, lishe wanaotakiwa kupewa watu wa Mungu. Nabii alisema, alioneshwa kwamba roho zenye thamani zinakufa njaa. Hali pengine anasema watu wa Mungu wanakosa maarifa. Kwa nini? Mfumo wa kanisa umetuongoza kuacha ukweli wa sasa na kugeukia hadithi za kubuni na mafundisho tu mengine. Nukuu hii ni ya muhimu. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Nilianza nayo wakati tunaanza somo hili. Wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu, the present truth. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya uprotestanti wa kweli. Uprotestanti na ukatoliki umeshaungana. Sanamu ya mnyama imekwisha kuanza kuundwa Marekani. Tunaona majimbo kadhaa wakiwa kwenye harakati za kupitisha sheria ya Jumapili. Majimbo yasiyopungua 30, na jimbo la Utah tayari wameshapitisha sheria ya Jumapili. Angalia mambo haya, hayajatokea kwa bahati mbaya. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, Utah
walipitisha sheria ya Jumapili. In fact walipitisha tarehe 6, lakini kuidhinishwa ilikuwa ni tarehe 7. Tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Wakati ule historia ya Jumapili, kwa mara ya kwanza sheria ya Jumapili duniani katika kipindi cha Mfalme Konstantini ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321 kama sijakosea, kitu kama hicho. Lakini tarehe 7 mwezi wa 3. Tena hapa mwishoni ni tarehe 7 mwezi wa 3. Angalia, Donald Trump wamemtunuku sifa na cheo cha kwamba yeye ni Konstantini wa nyakati za mwisho. Wamefunua wazi mipango yao, na serikali ya Trump inatekeleza Project 2025. Na ndani ya Project 2025 kuna sheria ya Jumapili. Hayo yote tunapoyaona hayo yakiendelea, nabii anasemaje? Sasa walinzi wapaze sauti zao, wakitoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa. Ujumbe ambao ni ukweli wa sasa. Nabii anasemaje? Katika kile kitabu, katika periodicals ya Present Truth, nabii alisema aliona malaika akipaza sauti akisema, wajumbe wenye spidi, wajumbe wenye spidi, wenye haraka, harakisheni. Maana sasa hukumu, hatima ya uzima au mauti inaamuliwa. Tunapoona harakati za Jumapili kutangazwa Marekani kuwa ziko mbioni namna hiyo, ni ishara kwamba hukumu kwa Waadventista wa Sabato inaendelea. Hukumu kwa walio hai inayoanza kwa Waadventista wa Sabato inaendelea. Rehema inafungwa hivi karibuni kwa Waadventista wa Sabato. Ukisikia Jumapili imetangaza Marekani, rehema ilishafungwa kwa Waadventista wa Sabato. Walikusha jiandaa, wamekuwa sealed na truth na ukweli. The sealing truth imeabide na wao. Hao ndio watakaosimama bila kuyumbishwa katika ukweli, kiakili na kiroho, na ndio watakaopokea mvua ya masika, na ndio Mungu atakaotumia kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ndipo ule mwisho utakapokuja, na mfumo kwa wakati huo utakuwa hauna kazi. Ninatamani kuwa miongoni mwa hao. Ninakualika uwe miongoni mwa hao. Wewe jifunze ukweli wa sasa ni nini. Timiza wajibu wako. Huu ni wakati wa kumtafuta Mungu kuliko wakati wote, wa kuchunguza, wa kulinganisha fungu kwa fungu, andiko kwa andiko, kauli kwa kauli, nukuu kwa nukuu. Ni sasa. Hatupaswi kumwamini yoyote. Na kutia shime, omba kwa bidii, soma neno, iandae familia yako. Kama ukishindwa kuupeleka ukweli, na au pengine umeupeleka ukweli wameukataa, shughulika kuokoa familia yako. Muda umeisha. Yesu amekaribia kurudi. Mungu akubariki. Ili upate muendelezo mzuri, fuatilia somo linalofuata la 3, wito wa kumtii Mungu, sehemu ya 3. Yameshikamanishwa haya, ni muendelezo. Ili utimize pia wajibu wako, usisahau kusubscribe, kushare na wengine. Sambaza ukweli huu uwafikie watu wengine. Mungu na akubariki kwa jina la Yesu. Amina. Na kabla tujahitimisha, nikualike tuombe. Na tuombe. Baba, utukuzwe wewe. Tunakushukuru kwa rehema zako. Tusaidie watu wako. Nuru yako inapoangaza, tusipuuze mwale wote wa nuru. Tusimame na imeandikwa. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu na akubariki.